Nitumie nafasi hii kuungana na Watanzania kutoa pole za dhati kwa Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, ndugu yetu Padri Dr. Charles Kitima, familia yake, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na watu wengine ambao wanakumbwa na matukio ya kihalifu. Kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na vyombo vyake vya usalama, tunalaani vikali shambulio hilo la kinyama dhidi ya kiongozi wa dini, kwani tunatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini katika kudumisha amani, mshikamano wa kijamii na maadili ya taifa letu. Tunamwombea Padri Dr. Charles Kitima uponaji wa haraka na urejeaji salama katika majukumu yake muhimu kwa taifa letu. Kama wote tunavyofahamu, wizara yetu ndiyo yenye jukumu la kusimamia usalama wa raia na mali zao, na kazi hii hufanywa na vyombo vya usalama ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa katika hali ya amani, utulivu na usalama. Nichukue nafasi hii kukemea vitendo vyote ambavyo vinaonyesha ishara yoyote ile ya kutaka kuingiza taifa letu katika vurugu. Hili kamwe halikubaliki, halivumiliki, na tutachukua hatua kali sana za kisheria. Kumekuwepo na waraka feki leo mchana uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ukidaiwa ni waraka wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Baraza la Maaskofu Tanzania kupitia taarifa yake kwa umma imekanusha kuwa waraka huo haukutolewa na TEC na kuwataka wananchi, waumini na watu wote wenye mapenzi mema kupuuza kabisa waraka huo. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inakemea vikali na kulaani tukio hili lililofanywa na watu waovu na wenye nia ovu ya kuchonganisha kanisa na serikali. Wizara kupitia vyombo vyake vya usalama itafanya uchunguzi wa haraka ili kuwabaini wahalifu walioandaa taarifa hii, kwa kuwa huu ni uchochezi na uhalifu kama ulivyo uhalifu mwingine, na pia ni kutumia mitandao ya kijamii